Maji ni uhai. Hata hivyo, kwa wakazi wengi wa mtaa wa Langas jijini Eldoret, upatikanaji wa maji safi na ya kutosha umeendelea kuwa changamoto kubwa. Shida ya maji hapa Langas mara mingi ni maji ya Eldoret na kuanga haifiki katika ploti ninayoishi. Mimi naweza ongelelea mahali mimi naishi. Wanafunzi wanaoishi katika eneo hili wanasema hulazimika kutumia muda mwingi kutafuta maji badala ya kujitika kikamilifu katika masomo yao. Ukienda hata ploti zingine unapata hakuna maji ya Eldoret. Mara mingi maji ni ya kisima na maji yenyewe si safi. Inapea watu diarrhea ama wanapatwa na H. pylori. Jacinta, mwanafunzi anaishi katika mtaa huu, anaeleza kuwa ukosefu wa maji umekuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Anasema mara nyingi maji hukatika kwa muda mrefu, jambo linalowalazimu kununua maji kwa gharama kubwa au kutembea umbali mrefu kuyatafuta. Okay, tungali pale, hii shida ya uhaba maji ilianza lini? Mwaka ukianza kulikuwa na maji ilikuwa kwa uhaba, lakini as the year is going on, hapo maji kaanza kupotea. Kwa umesema mwaka ukianza ulikuwa na maji vizuri, sasa hapo ikifika March maji akaanza kupotea. Yeah. Na sasa maji hapa kwenu huwa yanakuja lini na lini na lini? Kwa siku specific zile siku ambazo zinakuja ama maji huwa yanakuja lini? Maji ukitaka kuchota maji vizuri unapata Thursdays na Saturdays. Hizo siku zingine zote hakuna maji. Kutokana na hali hiyo, wanafunzi hukumbana na changamoto za kufanya usafi wa binafsi, kufua nguo, kupika chakula na hata kuchelewa kuhudhuria masomo yao. Wakati mwingine hulazimika kuhifadhi maji kwenye vyombo kwa hofu ya kukosa maji siku inayofuata. Na huwa mnatumia mbinu gani kuchota maji ikizingatiwa kwamba mfereji ni mmoja na mpo wengi kwenye ploti? Huwa mnatumia mbinu gani kuchota maji? Watu wanapanga tu foleni. Wanaleta mitungi, wanapanga foleni kuchota maji. Na sasa wakati umepanga hiyo foleni kuchota maji, ni matatizo gani yanaweza tokea? Labda unaweza kosa maji ama kuna huo uhaba, kuna watu wanaweza kosana ama vipi? Yani tuelezee hizo changamoto ambazo zinatokea hapa mkichota maji. Watu wanasukumana, watu wanachota maji, unapata mwingine anataka kukata foleni, anataka kuchota wa kwanza, mwingine anahisi kwamba ukichota maji ukiwa wa kwanza una overtake kwa queue. Unapata mitungi zimefika hadi huko karibu mwisho wa ploti, lakini in the moment wewe uko na haraka, uko na class, sasa kama Thursday uko na classes, alafu unataka kuchota maji na mwingine hana class yako mbele yako, inaku waste time. Wakazi wanasema kuwa hali hii huongeza gharama za maisha, huku baadhi yao wakitumia sehemu kubwa ya fedha zao kununua maji kutoka kwa wauzaji binafsi. Kupitia simulizi la Jacinta, ni wazi kuwa upungufu wa maji si changamoto ndogo, bali ni tatizo linaloathiri elimu, afya na maisha ya kila siku ya wanafunzi na wakazi wa mtaa wa Langas. Sasa labda tuseme huo wakati sasa maji ya kuji, huwa mna survive aje? Haya ni huwa mna nawiri aje bila maji, huwa mnaishi aje? Inabidi umenunua maji. Unabai maji kutoka huko Sirikwa. Unanunua maji kutoka Sirikwa? Ndio. Sasa ukikosa maji, tuseme umekosa hii wiki, hauna maji ya kunywa, hauna ya kupika, na uwezi pika na ya kisima si safi. So unaamua wacha ubai maji, of which itakuwa expensive. Na sasa labda kuna zile changamoto ambazo zishitokea ukikunywa maji, inakuanga safi kweli? Kuna wakati haikuwa safi, kuna wakati yenye ilikuwa imesemekana maji ya Eldoret iko chafu, na hiyo ili take like 3 weeks ndio ikuwe rectified hiyo issue. Wakazi sasa wanatoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha kuwa huduma ya maji inaboreshwa ili wananchi wapate maji safi, salama na ya kutosha. Na sasa tungali pale tukikamilisha, labda unaweza ambia nini yule mtu yuko pale nje anajaribu kutatua shida za maji, ama labda anataka atatue hizi shida za maji za Eldoret na hapa vile maji yanaingia kwenye plot? Unaweza mwambia nini, afanye nini ndipo aweze kusuluhisha hizi changamoto? According to me, nikiambiwa ni suluhishe shida ya maji, ili tatizo la maji linataka hii maji ya Eldoret
kama ni kwa plot hii kuna watu wengi wako wana supply readily, yani isikuwe Thursday na Saturday peke yake, ikuwe at least iko standardized, ikuwe kama Monday to Friday, ndio upate Saturday na Sunday at least hakuna kusukumania hiyo maji watu wakitaka kuchota maji. Suluhisho la kudumu litasaidia kuboresha maisha ya jamii na kuwawezesha wanafunzi kuzingatia masomo yao bila kikwazo cha upatikanaji wa maji. Asante, nashukuru kwa muda wako. Umenifahamu kama Yusuf Musa nikiwa naye hapa. Jacinta. Shukrani.